tamaa kwa neema ya Mungu. Msaada hivyo kwa msaada wa Mungu tunashinda ya dunia. Kwa msaada wa Mungu tunashinda ya dunia. Tunasonga mbele kwa sababu ya Mungu. Hatukati tamaa kwa neema ya Mungu. Kwa msaada wa Mungu tunashinda ya dunia. Kwa msaada wa Mungu tunashinda ya dunia. Tunasonga mbele kwa sababu ya Mungu. Hatukati tamaa kwa neema ya Mungu. Hivi sisi tulivyo, kwa msaada wa Mungu tunashinda ya dunia. Tunasonga mbele kwa sababu ya Mungu. Hatukati tamaa kwa neema ya Mungu. Hivi sisi tulivyo ni kwa sababu ya Mungu. So mtaenda msikiliza huo wimbo tena mara nyingine. Si ni wimbo mzuri? Tunakushukuru, tunakutukuza kwa ajili ya wema na fadhili, rehema zako, neema yako ndani yetu, uwepo wako katikati yetu Bwana. Baba yetu umetukuzwa, umeinuliwa juu mno. Asante maana umetamalaki. Leo pia tunakuabudu wewe, tunakutukuza siku zote. Katikati yetu Bwana unatenda mambo makuu, unasema na sisi, unadudumia katika kiwango cha juu katika jina la Yesu Kristo. Mahitaji yetu yanafikiwa Bwana, tunatembea katika nguvu za kiungu, tunaona uweza wako katikati yetu. Baba ni asante kwa ajili ya hizi mioyo zote zilioko hapa leo. Tunajifunza neno lako katika usahihi. Tunachambua maandiko, kuyachunguza na kuyaangalia kiundani na kuona uhalisia wa kila ambacho Bwana Yesu ulikusudia kwa mwanadamu. Nasema ni asante kwa ajili ya uwepo wako. Nashukuru kwa ajili ya mazingira haya. Asante kwa kunitumia tena Bwana masana wakati huu, kwamba Bwana neno lako linafikiwa, linapanuka kwa watu wengi mno katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya matoleo. Natangaza neema na baraka ndani ya maisha yetu. Uweza wako Bwana ukatukuke, ukaonekane katika kazi zetu, katika mikono zetu, tukaweza kushika vitu vikubwa, vitu vya thamani katika jina la Yesu Kristo. Natangaza kwamba kuna utele unakuja katika mioyo yetu, katika mikono zetu. Mambo makubwa tunakutana nayo, tunayapokea katika jina la Yesu Kristo. Baba ni asante maana wewe ni Mungu. Makusudi yako yanadhibitika kabisa katika mioyo yetu. Tunakuwa katika neema utoaji kwa ajili ya ukuu na kusudi lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kupokea. Tuseme amen. Amen. Glory to Jesus. Tunaweza tukaketi. Kwanza kabisa nimshukuru Baba, mshukuru Mungu kwa ajili ya wema na neema yake ndani yetu. Fadhili zake ni kubwa mno. Fadhili zake ni za milele. Baba anatukuzwa, amenikirimia nafasi kama hii tena kuweko hapa kutangaza habari njema za wokovu, habari za ukuaji wetu, mapenzi na makusudi yake ndani yetu. So namwadhimisha Baba mno, namtukuza kabisa kwa kunikirimia nafasi kama hii. Na wapongeza na kwa spirit, ndio tunaangalia the spirit. Roho. Tulianza na part 1. Sasa tunaongelea ubatizo. Sasa unajua tulikuwa tunaongelea ubatizo wa Roho katika ubatizo wa Roho katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Sasa tumeanza ubatizo wa Roho, ubatizo wa Roho si katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Kuangalia neno ambalo linaitwa ubatizo wa Roho. Sasa tunaangalia kitu kinaitwa Roho. Yeah. Ndio tuko na part 1. Hivyo tutakuja na part 2, B, part 3. So kuna vipengele, ni unaona kwenye ubatizo wa Roho katika kitabu cha Matendo ya Mitume kuna maneno nilikuwa tunaangalia, pour out, you shall receive, kama matatu, si ndio? Sasa tena kwa ubatizo wa Roho sasa. Unaona tukijifunza ubatizo wa Roho, tutajifunza namna ya kuhudumu ubatizo wa Roho. Tuko pamoja? Tutahudumu, yani tutajifunza pia somo namna ya kuhudumu ubatizo wa Roho. Ndio ujue namna ya kuhudumia watu wengine kuwajaza Roho.
kwa hudumu ubatizo wa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Itakusaidia, italeta mtembeo mkubwa kwenye kanisa. Kwenye kanisa italeta mwamsho mkubwa. Itayusha mioyo yetu. Itatuamsha kwenye mambo ya karama za Roho, mambo ya Roho, tutatembea vizuri. Najua kanisa watu wengi wanajua mchungaji ndio wa kuchasa watu roho, wa kuwekelea tu watu mikono, lakini tukijifunza vizuri tutajua nini cha kufanya. Ndio sababu hata wewe ukihubiria, ukifanya uinjilisti, uhubirie mtu kule nje, unafaa umchase Roho pia. Haleluya. Unaona, sasa si swala tu la mchungaji, ni swala lako pia. Unahitaji kujua. So tunaangalia neno the spirit, kwa sababu neno roho mara nyingi watu wanafikiria ni neno alitabiriki, alichunguziki, wakisikia kitu roho. Unaona, wakisikia kitu roho. So tunaangalia tujue neno roho limetumikaje katika maandiko, na kwa sababu pia kuna roho nyingi. Roho si moja, kuna roho nyingi. Tutaangalia tutafautishe. So nafikiria tumetokea mbali kidogo, kwa tumefika mahali fulani. Tulisema kwamba neno roho, namna ambavyo maana mtacho wa kwanza wa neno roho kwenye Biblia tunaona kwenye kitabu cha Mwanzo 1:2 ndio kuna neno roho. So tunaangalia hilo neno roho kuanzia pale tuweze kuona maana ya hilo neno lilikuwa lina maana gani. So tukaona kwamba linazungumzia shughuli za kiungu. Linapokuwa linatumika pale linaongelea shughuli za kiungu. So tusema kwamba neno roho limetumika kuelezea shughuli za Mungu, shughuli ya Mungu ama shughuli za kiungu ama shughuli za Mungu. Lina describe the activity of God. Tunapoona neno roho kwenye tunapoangalia pale Mwanzo 1:2 linaongelea the activities of God, shughuli za Mungu, shughuli za Mungu. So ni muhimu kuelewa kwamba kitabu cha Mwanzo mwandishi ni Musa. Ni muhimu kuelewa hivyo. Kitabu cha Mwanzo mwandishi ni Musa. Tumejifunza kuandika pia, tumeambiwa kuandika ni ya muhimu sana, ni ya kiungu. So ukiwa na uwezo pia kuandika, unaandika, itakusaidia wewe kabisa. So mwandishi wa kitabu cha Mwanzo ni Musa. Na tukasema kwamba Musa alipokea kwa kitu kinachoitwa oral tradition. Samani kulikuweko na masimulizi ya kuelezeana kisasi kwa kisasi. Unasimulia hadithi nyingine kwa huyu, kisasi kwa kisasi. Kisasi kinachukua hii, kinapeleka kwa hii, kinapeleka hizo, watu wanaelezeana wakati wao kulikuwa hivi, alafu hivyo hawa wanajua kwamba wakati wenu mlikuwa mnafanya hivi, alafu hivyo kunaendelea hivyo mbele visasi na visasi. So kulikuwa na masimulizi ya kuelezea mambo yaliyotokea kwao. So kuweko na masimulizi kabla ya Musa, masimulizi ya wakati wa wasee walikuwa nasimuliana. Walikuwa wanaishi, kumbuka wasee wa zamani walikuwa wanaishi miaka mingi. Unakuta mtu anaishi miaka 969 969 mtu anaishi, ni mtu ako mwilini. Leo huwezi ishi hiyo miaka, mtu asikutanganye. Hapa hakuna kusema aje tupike muujiza. Hayo haiwezekani kwa saa hii, kwa sababu mwili yako haita cooperate na hii dunia. Hata usijui, yani huwezi, wacha tuache hiyo. Kuna 120 na kuna 120 na sawa, lakini nasema 960 hata 200 mwili itakuwa, hiyo mwili namna itakuwa imekunjamana, utakaa mtu, utakuwa unakaa mtu yani.
Kitu kingine ni kama kitu watu hawezi hata kupokea. Skeleton. Watu wasema usi mtu. Watakuita wewe si mtu. So watu walikuwa wanaishi miaka mingi. Mtu anaona visasi kadhaa. So walikuwa wanatunza zile kumbukumbu za visasi. Wanatunza zile kumbukumbu. So kwa sababu Musa, ukiangalia Musa hakuweko katika matukio ambayo alirekodi katika kitabu cha Mwanzo. Musa hakuwepo. Matukio ambayo Musa anaongelea kwenye kitabu cha Mwanzo, Musa mwenyewe hakuweko physically. Hivyo manake mambo aliyoandika aliyapokea katika masimulizi. Anapotaja Ibrahimu, akina Enoko, akina Isaka. Musa hajakuwa na watu kama hao, hajawaona. Ndio ukitaka kujua kitabu cha Mwanzo ni kitabu ambacho kinahitaji uchambuzi makini, kwa sababu hata majina yenyewe ambayo Musa ametumia, kuna uwezekano kabisa Ibrahimu hakuitwa jina lenyewe Ibrahimu, lakini anaweka jina Ibrahimu kimakusudi ili akufundishe. Ndio sababu kuna jina lenyewe Ibrahimu lina maana. Kuna mtu anaitwa Melkisedeki. Yeah. Ile lugha yenye Musa alikuwa anajua. Yeah. Lugha yenye alijifunza ukiwa Misri. Yes. So kabla ya Waisraeli ambao hawakuingia Misri. Yeah. Hawakuwa nayo watu wanaongea. Yeah. So majina yao inawezekana ilikuwa tofauti. Very good. Lugha yao ilikuwa tofauti. Yeah. Lakini Musa kwa sababu anajaribu kufundisha elimu ya Mungu kupitia history. Yeah. So anatumia maneno ambayo yeye mwenyewe atachagua. Yes. Na lugha ambayo inaeleweka kwao. Yeah. Inawasilisha elimu. Amen. Kuna neno lingine Melkisedeki. Yule mfalme wa Salemu. Neno lenyewe pia lina maana. Neno hilo linatokana maneno mawili. So ukiangalia lina maana yake. So kuonyesha Musa ametumia neno Melkisedeki makusudi kwa ajili ya kupitishia elimu ya Mungu. Glory to God. Hivyo kitabu cha Mwanzo kimepepa lugha za picha. Kitabu cha Mwanzo kimepepa lugha za picha. Na vielezo vya picha pia. Vielezo vya picha. Lugha za picha, vielezo vya picha, masimulizi ya kihistoria. Manake mambo yaliyotokea zamani. Kuna lugha za picha, vielezo za picha, masimulizi ya kihistoria na mambo mengine. Na parables, kuna mafumbo na kitabu hicho. So anaposema roho ya Mungu, hebu tuende kwenye Mwanzo kwanza. Mwanzo 1:2. Mwanzo 1:2. Niombe sana by the way. Leo nilikuwa ni last hospitali. Lakini Mungu akaacha kumpali. So thank God. Nimepitia vita nyingi katika ulimwengu wa roho kabisa, hata usiku kabisa. Vita nyingi mno. Vita nyingi, vita kubwa. So Mungu yuko. Mwanzo 1:2. Genesis chapter 1 verse 2. Mwanzo 1 mstari wa 2. Nasema nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Maana anaposema roho ya Mungu ikatulia juu ya ujaba kuna hebu Mungu anasema hivi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Unajua nataka uone kuna maji mara mbili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji.
Roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. Kuna maji mara ngapi? Tutachambua mbeleni, si asai. Tena inasema uso wa vilindi vya maji, alafu kuna uso wa maji. Kuna uso wa maji na kuna uso wa vilindi vya maji. Kisa lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya, na Roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. Yes. Ni vitu viwili tofauti, lakini tutakuja kuangalia mbeleni. Ndio uzuri wa kitabu cha Mwanzo, itatusaidia. So anaposema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji, hiyo ni lugha ya picha kuelezea shughuli ya Mungu duniani. Tumeanza, tafadhali kama unaandika. Anaposema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji, hiyo ni lugha ya picha kuelezea shughuli ya Mungu duniani. Anaelezea shughuli ya Mungu duniani. So anaposema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji, manake anaelezea shughuli ya Mungu wapi? Duniani. Shughuli ya Mungu duniani. Anaposema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji, hiyo ni lugha ya picha kuelezea shughuli ya Mungu duniani. Sasa anaposema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji, inaelezewa na mstari wa 3. Inaelezewa na mstari wa 3. Mstari wa 3 unajibu swali, Roho ya Mungu kutulia juu ya uso wa maji ndio nini? So mstari wa 3 unaleta jibu. Maana anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. So kuna neno ikatulia. Kuna neno ikatulia. Genesis chapter 1 verse 2. Hilo neno ikatulia. Na inasema anasema Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Hilo neno ikatulia, ikatulia. Hilo neno si sawa. Neno ikatulia si sawa. Tunatumia neno ambalo liko kwenye KJV. KJV wametumia neno gani? Anasema hivi. Anasema the earth was without form, void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved. Kuna ile neno moved. So naona Kiswahili nasema ikatulia, kama kutulia, yani kitu imekaa mahali imerest tu. Lakini inasema neno vizuri moved, au unaweza sema or moving. Ilikuwa ina moving. Sio kutulia tu. Unaona, sio tu swala la kutulia, yani kitu umekiweka hapo kimetulia. Mtu anakuona umekaa mahali tu umetulia. Si hivyo. Moving ama moved. Tutaliangalia hilo neno vizuri mbeleni. Tutaliangalia hata Kiebrania vizuri. So, ile neno linatuonyesha kwamba kuna shughuli ya Mungu pale. Anaposema moved. Hebu soma tena tu hiyo part P. Genesis chapter 1:2 part P. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Moved upon the face of the waters. Yes. Anaposema hivyo anaonyesha kwamba kuna shughuli za Mungu pale. Kuna shughuli ya Mungu pale. Kwa maneno mengine, shughuli ya Mungu inayozungumziwa mstari wa 2 inaelezewa katika mstari wa 3. Nakumbuka kwenye mstari wa 2 kuna mambo yako pale.
Sisi nimezungumzia na nimechakua kwenye anasema Roho Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Part B, 2 part B. Lakini bado tuna revisit kuelewa utubu manake kisa nini na nini. So Genesis chapter 1 verse 2. Kwenye Genesis chapter 1 verse 2 part B. Ama B, not part B, B. Genesis chapter 1 2b. Inatuonyesha kwamba kuna shughuli za Mungu pale ambazo hizo shughuli za Mungu zinaelezewa kwa mstari wa 3. Hiyo shughuli ya Mungu iko kwenye Genesis 1 2b, inaelezewa kwenye mstari wa 3 wa Genesis chapter 1, mstari wa 3. Genesis chapter 1 verse 3. Mungu alifanya nuru iwepo. Mungu alifanya nuru iwepo. So mstari wa 3 unaelezea shughuli ya Mungu ya kufanya nuru iwepo. Mstari wa 3 inaelezea shughuli ya Mungu ya kufanya nuru iwepo. Genesis Mwanzo 1:3 inaelezea shughuli ya Mungu ya kufanya nuru iwepo. Maana kulikuwa na giza. Nataka uangalie. Kwa sababu giza limetangulia pale. Kulikuwa na giza pale. So nuru inakuja kwa sababu giza lipo pale. Ameanza na giza, alafu nuru. Shughuli ya Mungu. So mstari wa 3 unaelezea shughuli ya Mungu ya kufanya nuru iwepo, maana kulikuwa na giza. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza ndio nawaambia kuna maji mara mbili. Kuna uso wa maji na kuna uso wa vilindi vya maji. Neno nuru katika mstari wa 3. Neno nuru katika mstari wa 3. Mungu akasema iwe nuru. Halikuwa linarejea nuru ya kawaida. Neno nuru kwenye mstari wa 3 wa Mwanzo 1 haliongelei nuru ya kawaida tunayoiona sasa hivi nje. Nuru ya kawaida ya nje tunayoiona sasa iko kwenye Mwanzo 1 soma 14. Mwanzo 1:14 soma. 1:14. Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu. Iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Nayo iwe ndio dalili ya majira na siku na miaka. Iwe dalili ya majira, masiku na miaka. So wakati mwingine wewe ukijifanya ati wendi sawa sawa na miaka, wendi sawa sawa na masiku, yaani unataka kutuambia wewe uko nje ya muda. Ati utaishi milele kwenye mwili. Wakati mwingine tukisema happy new year ni inatoka tu kwa maandiko hapa. Sisi tumewekwa ndani ya majira. Kuna miaka, kuna masiku. Haleluya. Ndio sababu kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kufanya nini? Wa kuvuna. Si kila wakati mvua inanyesha, ama si kuna wakati inyeshi. Labda unangojea wakati mvua inyeshi ndio unaanza kupanda, unaenda kupanda, unanunua mbegu. Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku. Na iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka. Bwana Yesu asifiwe. Glory to God. Ya sababu Mungu anaweza kutokea kuambia next year, next year siku kama ya leo nitakufanyia hivi. Wewe utafikiria Mungu ni mjinga. Mungu hawezi cooperate na wewe kama vile ambavyo yeye yuko nje ya muda
alafu anakuona kama wewe tayari uko nje ya muda, alafu anataka kucooperate na wewe vile. Ndio sababu mwalimu siku zote yeye ndiye anafaa afit kwenye ango ya wanafunzi, ndio wamuelewe, ndio wainue. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, luka ya kuwafundisha wanafunzi si mwalimu anatafuta, ni wanafunzi wanatafuta. Leo hii ukiambiwa kwenda kufundisha watoto wa masomo ya acha tutumia tu Biblia. Ukienda kufundisha Sunday school, wale walimu niko nao hapa kina Utieno, vile mnatufundisha hapa na hiyo luka ngumu, sasa umepewa Sunday school, unataka kufundisha hiyo? Nani watakupea luka? Ni wao. Hao ndio watakupa luka ya kuingiana na wao. Ndio sababu mtoto wakati mwingine mwalimu wa watoto inabidi apike makoti ama ajichume hivi, si ndio? Atoshane na mtoto hivi, wakae level moja. Watoshane ndio waelewane vizuri. Yeah. Yeah. So kuna mahali nienda utakutana na wamama wakongwe. Hakika hata unaona hiyo picha mnasema. Yeah. So mimi naambia wale wakongwe wanaweza kueleza Kiswahili sio? Bwana. So nilikuwa very keen. Make sure sijaweka neno la Kiswahili ama la Kizungu ndio wanielewe. Kabisa. Na kama nilikuja kwa akili nilikuwa najaribu ile hata nadhani pause ndio niweze kuwaeleza tu wale. Yeah. Ni kama tu kienda kuhubiri nyumbani alafu umekutana na washoshi. Kukaa. Kiswahili noma. Inakubidi ufanye nini? Hata kama hujazoea kuhubiri luka ya kwenu, pambanye neno moja moja. Najua kuhubiri kwa kiluka si mchezo. Kama niambia ndio. Sikuweza kuomba na kiluka. Unaona? Lakini kuna jamaa hapo alinalua kiluka. Baadaye nilipenda. Lakini nilishinda kuomba na hiyo. Wangapi wanaweza omba kwa luka yao? Oi, kama unaweza omba kwa luka yenu? Unaweza omba kidogo. Lakini si ile. Otia kochonjo sana hapo. Hata mimi hiyo nitapambanya maneno. Hata kuhubiri bado itaniletea shida. Lakini sasa inakulazimu kufanya nini? Kuingia kwenye level hiyo hiyo. Ama utafute mkalimani kama imeshindikana. Amen. So kwenye nilikuwa naangalia kitu cha kawaida, vitu za kawaida Mungu ametengeneza. Namba 15, soma pia namba 15, Mwanzo 1:15. Mwanzo 1:15. Mpaka 17. Nasema tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa. Ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mstari wa 17. Mungu akaiweka katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Itie nuru juu ya nchi. Yes. Itie nuru juu ya nchi. Nuru ambayo tunaiona. So hapo kuna uumbaji wa Mungu. Kuna uumbaji wa Mungu physically, akafanya hizi vitu physically kimakusudi kabisa. Kuna mwanga wa jua, kuna mwanga wa mwezi, kuna mwanga wa nyota. Bwana Yesu asifiwe. Na wengine wanasema huwa anafundisha kwamba jua ni baba, mwezi ni mama, watoto ni nyota. So sana mnashangaa. Nayo ndio mafundisho inafundishwa kwa ndoa. Kuna vile wanafundisha na wanafundisha wanasema mwezi inatoa mwanga kwa jua. So unapoingia kwenye ndoa, mama, haya ndio mambo yako. Baba jua ndio linatawala, mchana linatawala. Halafu watoto ni nyota. So zinishangae, ni mafundisho tu.
Kwanza sana wakati wa ndoa, wakati wa harusi, not wa ndoa, wakati wa harusi wanafundisha hivyo. So mstari wa 3 wa Mwanzo 1 ilikuwa ni lugha ya picha kuelezea jambo la kiroho. Anaposema Mungu akasema iwe nuru. Hii si nuru ya mchana, iwangaze mchana kwenye nchi. Hii si nuru ya mchana. Hii ya Mwanzo 1:3 anaongelea jambo la kiroho. So hii nuru ni ya kiroho, sio physical, si kitu unachokiona, ni ya kiroho. Musa alitumia vielelezo kuelezea kitu kingine. Musa alitumia vielelezo kuelezea kitu kingine. Musa alitumia vielelezo kuelezea kitu kingine. Wangapi wako na TV za smart TV? Wangapi wako na smart TV kwa nyumba? Smart TV. Ni mkono. Smart TV. Hata jana. Na kwani mmechukua muda? Wanashuku. Sasa hivi mnaweka YouTube. Ni vizuri sana kuwa mnaoji mafundisho yetu. Mweka mafundisho yetu mpaka mweka wifi, lakini mna promote. Watu ni funny sana. Una promote vitu zingine hata Nigerian movie akina flow na mafundisho yenu wenyewe hata muoni. Nimekuwa kwa nyumba my friend. Nimeambia ile nichukulia video hapa hivi. Nimekuwa kwa nyumba nikaweka ile video yetu ile video Mazi alikuwa naimba kwa mkesha. Na ukiweka kwa radio hiyo TV kama umeconnect kwa radio inapika space. Ni nzuri. Nilisikia na enjoy. Nikaisikiliza vizuri. Ilikuwa nzuri, ni nzuri. Ukisikiza hivi kwa simu wewe sikia utamu. Inatunda vizuri. Alafu kuna wakati Mazi akaachilia kana nena kwa lugha, mambo ina flow, my friend. Ni nzuri. Nikasikiliza mahubiri, nikasikia ile bass inatoka hapo, yani unasikia. Wakati mwingine ukisikia hapa hata mwenyewe ukijisikiza kwa simu unajidharau sauti, unasema no. Ndio sababu hata una nafasi wewe hacha tu. Weka huko bwana usikilize. Unafaa angalia mafundisho yako mengi. Kuna fundisho kitambo nilifundisha tu tukiendelea na kupata ufahamu zaidi pole. Kuna fundisho la miaka nyuma nilifundisha Yesu alirudi ama Yesu alikwisha rudi ama atarudi, kitu kama hicho. Kitu kama hicho. Kuna mtu alicomment akasema pastor, eleza ukweli. Tunatanganywa sana. Na amecomment tu juzi. Na ni fundisho la miaka kule. So inamaanisha ni mtu huwa anaangalia. Maana ndio comment juzi na ni fundisho la miaka kule nyuma. Hata nyinyi wenyewe hamwezi like na uko na simu. Unajua YouTube hizi YouTube zinalipa. Hizi vitu za kulike, kufanya kuna vitu nyingi ambazo waonaji wako wanafaa wanazingatia. Hizo like zilo hivyo. Sikitole ikiwa hivi alafu inamisha hivi, hii ndio mambo mengine. So una like. Unatafuta watu wana subscribe. Tumekuwa karibu kumalizia hapo nini imebaki. Tumebakisha kidogo. 200 na kitu tuanza kufanya YouTube live. Tutaweka wifi hapa. Tunafanya YouTube zetu live. Na tukianza kufanya YouTube live itatusaidia kufanya vipindi live. Tu communicate na watu live. Unaona? Wanauliza maswali live. Unaona ukiandika messages, mmoja anachukua maswali, wakati mwingine tunasaidia watu.
Bwana Yesu asifiwe. So kama Mungu amekubariki na TV mzuri kama hiyo na una promote tu watu wengine, sisi ni watu wa ajabu. Kuna mtu alisema kitu, si alikuwa mhubiri yupi? Sio ni mhubiri ulinipea nimsikilize. Sister Carol alisema kitu kama kitabu chako notebook imejaa simalizia. Hamjasikia wengine? Kama nataka tu niseme tu nitipue tu yani. Kama notebook yako yani notebook mzima mafundisho yenye iko ndani yenye imejaa percentage kubwa si ya kanisa lako. Aliuliza tu swali moja, unafanya nini kwa hilo kanisa? True kabisa. Kwa sababu unakula wapi? Chatuache. Hapo najua taanza kuchokosana. Wewe mwenyewe unajua notebook hiyo notebook imejaa mafundisho ya kutoka wapi? Kuna simu. For example, Joshua kidogo nimeona Joshua anajaribu. Kuna watu wana promote makanisa yao. Yaani uko na mitandao but huwezi advertise kanisa lako. Yaani uko tu. Hata mtu anajua anasali wapi. Hata wewe siwaambie watu tunakualika kwenye kanisa letu, tunajiita hivi. Mtu ajue huyu mtu analipenda kanisa lake. Maana kitu unachokidhamini na kukipenda utakizungumzia, si ndio? Alafu uzuri tuna mitandao. Wewe unaweka nini kwa mitandao yako? Hiyo mitandao najua hiyo. Instagram, Twitter, mko najua mna mitandao mingi. Hizo status mnaweka nini? Kuna dada mmoja anaitwa Susi. Ni mshirika wa Tamina. Unamjua? Susi Mountain. Unaona vile anadhamini mchungaji. Na wanakaa pamoja karibu kweli. Lakini amedhamini sana, si ndio? Amedhamini mchungaji wake, mafundisho ya kanisa lake la mahali. Amedhamini kuliko kawaida. Ndio watu wengine mtu anaweza kuwa na raid ya kuuliza unasali wapi? Kwa sababu haoni hata ukiongelea kanisa lako. Yaani umempepa Yesu sio msungumzia. Utamtangaza Yesu kimya kimya. Ukikaa kwenye watu mnapiga tu stories zenu tu mpaka siku ishe. Yesu atatachwa kwenye unasali utatachwa. Yes, ile inaweza kuwa. Namna ambavyo mtu anakaa na watu, kama anaenda. That's one thing. Kuna vile ambavyo mtu anaongelea kama kanisa vibaya. Anaweza mzuia. Pia kuna vile anaongelea na wachungaji vibaya. Yaani kuna reasons mingi ambazo zinaweza fanya mtu asitoe confidence na kushare pale ambapo anashiriki. Ama kuongelea vizuri kuhusu kanisa. Angalieni kitu mambo imefanyika ya Nakuru. Wafuasi wa hilo kanisa wamedefend sana, si ndio? Unajua kama muangalie kwa mitandao boleni. Imejaa kwa Facebook wana defend sana kazi ya Mungu. Mimi nitabaki tena banda ya Mungu. Siwezi kaa banda ya minister. Si ndio? Hata kama makosa yako lakini lazima tupaki pande ya kazi ya Mungu. Kwani Mungu hawezi ponya? Ikifikia mahali serikali ianze ukisikia sabitu ambazo zinaongelewa hata hawezi furahia. Yaani sawa ati Mungu ni kama Mungu hawezi ponya, imagine. Hadi sayansi tu ndio inaponya. Really? Na sayansi inashindwa. Si hatuwezi sema penye sayansi imeshindwa ndio Mungu anaponya. Mungu anaponya penye hata sayansi haijajaribu.
Lakini mtu akifa kanisani shida, lakini akifia hospitali sasa hiyo ndio hakuna shida. Lakini yani akifia hospitali shida, lakini akikufia kanisani. Tuombe kwa bidii. Wakati mwingine tusikubali kunyoshewa vitole. We need to pray more. Ukiangalia wale wanaochangia hicho kitu, wale mabishopu wakubwa, kumaanisha hata wao waamini yule Mungu anaitwa. Wao wanaketi kusema kwamba ni sayansi pekee yake. Wakati mwingine kama hujawahi saidiwa na mtu ndio unaona ubaya wake. Ama kama uko chini yake. Kwa sababu ndio ambao wanakejeli watu wale wako chini ya watu. Mtu akiwa juu yako ndio anaweza kukejeli, lakini yule alafu mtu mwingine kuna time mnaisema sababu tupende sisi wenyewe, kwa sababu unakuta unaona kanjo hawezi kudadilisha, askari hawezi kudadilisha kanjo. Askari yule mkubwa hawezi kudadilisha yule mdogo kwa watu, kwa raia. Lakini sasa sisi ni kwa watu wa ajabu. Mpaka hata wahubiri mnaenda mnakusanyika. Unaongea. Imagine. Kwani kwa kanisani kwenu wamponyi? Hatukatai makosa kidogo kidogo yapo, lakini hatufai kunyosha kitole kwa kasi ya Bwana. Bwana. Wahubiri. Sema inavaa hayo magonjwa yenye hao waliponywa yampate ende aponye. Watu hawajasoma Biblia. Yesu ameponya. Manabii wa Agano la Kale wameponya. Kina Naamani wa ukoma wameponya wafalme. Akina Ethiopia ni yuna waliokoka, walihubiriwa injili na watu wadogo. Hataona kitu. Mtu ameshaisema watu wanaoenda jehanamu, ama mtu kwenda jehanamu si kwa sababu ya dhambi zake, ni kwa sababu tu, maana Yesu amebeba dhambi za watu wote duniani, ni wewe tu kuamini kwamba alichukua. So nini kitakupeleka motoni? Haukuamini katika jina la mwana pekee wa nani? Wa Mungu. So ni simple, hakuna kustruggle, hakuna kitu kingumu pale. Dhambi imepepwa ya ulimwengu wote. Yesu hakupepa dhambi za watu akaja zingine, alipepa za ulimwengu wote kwenye mwili wake na akafa nazo. Alipofufuka ni watu wote waamini duniani kwamba tunaamini katika hilo. Ulichukua zote. Tunaamini, tuhesabiwa haki. Lakini watu bado wanakataa. Watu wanatakaje? Kuna mwingine nikamwambia Bobu ambaye anakuja, wakati Bobu alikuwa amekufa, atabadilisha vitu kwenye dini yenu. Alileta shida, alitukanana. Yule nimekojeka sijaenda job. Endeni mwangalie mitandao Bobu mwenye amekuja, nampa tick mwenye yuko leo. Hata kuabudu sanamu ya Maria hizo vitu wana change. Na kuna zingine bado. Hata anaenda kusema wabati waoe. Hii mambo ya kusema watu wazioe mlitoa wapi? Si mngojee mtaona. Hata soma tu haya maandiko. Huyu anaenda kutumika. Saa hii Vatican kumenawaka moto hivi. Kuna wakati wamekaa mkutano ikatibuka. Kasambaratika. Na wakati alitangaza haya mambo, kuna sheria 12. Wakati alitangaza watu walipaka. Sasa mimi chenye nataka kujua, sisi tukisema tunaambiwa tunaingilia dini. Sasa huyo ni wa pale anasema hicho, tujue watafuata ama watafuata. Na Baba Mungu lazima asafishe kanisa. Maana Mungu yuko Catholic. Mungu yuko. Na hawezi tolewa. Na kunaenda kunenwa nini? Thanks. Pamoja na interpretation. Wanakaa wanaangalia, wanasema maanza mambo gani? Baada kuna mwamko mkubwa sana kule. Tutakuwa tunaangalia unasema Bwana atukuzwe.
Mnakuanga ndugu zetu, lakini mnakuwa mmejificha sana. Mpaka mtakuja tu. Tunywe kisima kimoja. Jamaa naongea, nafurahia. So imeleta shida, imewacha watu vinyowasi, wengine wanasema no. Nini anaanza hivi sijui, lakini ndio mkubwa wao. Swali linabaki, je, watafuata au watakataa? Lakini tunaomba pia kwamba wafuate, si ndio? Waachane na Mary. Bwana anasema watu wamuombe Yesu Kristo. Si Mary. Mary atuombe mama wa Yesu mtakatifu. Mary anaombea watu na yuko wapi? Alikwisha kufa. Mtu ambaye anaishi anaitwa Yesu Kristo. Hata Mary alimtazama Yesu. Wakati ambapo wanafunzi wamekuja, siku ilikuwa kuaje? Divai imeisha na nini? Yesu, Maria anasema kwamba kila atakachowaambia fanyeni. Maana anatambua kwamba huyu ana kitu ndani yake. Wakati watu wanachaa roho, hata yeye alikuweko pale kunena kwa lugha na kutabiri pia. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Sasa utamwambiaje mwanafunzi wa Yesu akuombee kwa Yesu? Mwanga umekuja kwa jina la Yesu. Baada inaenda kufanyika hata kwenye dini za Kiislamu. Kunena kwa lugha na kufasiri mambo ya roho. Ndio kama Vatican sasa hivi umekawanywa katikati. So Catholic ni Uislamu pia. Roho atatembea kwa hizi makanisa kwa namna isiyokuwa kawaida. Muislamu kafla tu ananena kwa lugha, alafu anatafsiri mambo ya kiungu. Naomi si akitafsiri mambo ya kiungu, Yesu lazima atatajwa. Yesu lazima atatajwa. Na atatajwaje? Kama Mungu aliye hai. Likatwe katikati. Wale wanapaki pande ya Kora, wanapaki, tunawaondoa watu wa Yesu wafanye nini? Wakuja kwenye usalama. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mzao Mungu anafanya kazi kubwa duniani. So nuru kwenye mstari wa 3 wa Genesis chapter 1 ni jambo la kiroho. Hii nuru ni ya kiroho, si jambo la nuru inayoonekana. Yaani si mwanga wa tunaoona nje. So Musa alitumia vielelezo kuelezea kitu kingine. Maana kuna maneno huwezi chukulia kawaida kama ilivyo kwenye kitabu cha Mwanzo. Kuna maneno mengine huwezi yachukulia kawaida kama yalivyo. Lazima uchunguze maana yake. Musa pia alitumia mambo yaliyotendeka kihistoria. Musa pia alikuwa anatumia mambo yaliyotendeka kihistoria. Namna walipokuwa nasimuliana mambo ambayo yalikuwa yanatendeka miaka ya nyuma, miaka ya kitambo. So kwenye kitabu cha Mwanzo kuna vielelezo vya picha kuelezea kitu kingine. Kwenye kitabu cha Mwanzo kuna vielelezo vya picha kuelezea kitu kingine. Yaani lugha ya picha ambayo sio halisi inatumika kuelezea kitu ambacho ni cha halisi. Na kama mtu aseme watu wamepita hapa nje na utaki wa kuelewa ukiongea. So unasema nimeona mbuzi. Mbona mbuzi simepita hapa? Najua hata wenyewe wata notice kama unawaongelea kama mbuzi. Sasa unaona natumia mbuzi kuongelea watu. Watu kama miti. Watu kama miti. Kwenye mwili wa Kristo kuna miti ambayo imekomaa. Miti ya kitambo. Miti ambayo imekuwa ikitulisha. Melisha misasi. Tuombee sana ile miti sana. Ni miti mingi kwenye mwili wa Kristo. Nazungumzia nini? Kieni Matthew makofi.
Piga tu makofi. Very good. Nazungumzia wazee wa imani. Tuombe mababa wa kiroho. Glory to God. Tuombe sana mababa wetu wa kiroho. Tunawapenda, tuendelee kukaa. Ndio kwa kazi ya Mungu naweza kukaa miaka mingi kiendelea kuhudumu, si ndio? So tunawaombea, naomba na kupokea kwamba walindwe kwa jina la Yesu. Mtawaombea? Mtaomba? Mtaomba? Tuendelee kukaa na wao. Good. Na wasee wenye nguvu. So kuna vielelezo vya picha kuelezea kitu kingine, na pia kuna masimulizi ya vitu vilivyotokea. Kuna masimulizi ya vitu vilivyotokea. Moja, kuna vielelezo vya picha kuelezea kitu kingine. Pili, kuna masimulizi ya vitu vilivyotokea. Sasa swali linapaki, hii nuru yenye iko kwenye Genesis chapter 1 verse 3. Hii nuru ilikuwa ni kitu gani? Nuru ya Genesis chapter 1 verse 3 ni nini? Anaposema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Hiyo nuru ndio nini? Tuangalie kwenye maandiko. Paulo anaelezea kitu hapa. 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Kama tunaweza enda hapo. Paulo anaelezea hii nuru vizuri. Anatupatia uchambuzi hapa hivi. Wa Korintho wa pili. Kitabu cha Paulo, waraka wa Paul kwa wa Korintho ni 4:5 na wacha tuanzie wapi? Number 3 mpaka 6. Wakorintho wa pili 4 mstari wa 3. Wakorintho wa pili 4 kuanzia mstari wa 3 mpaka 6. Nasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika. Imesitirika kwa hao wanaopotea. Imesitirika kwa hao wanaopotea. Nakumbuka jiuliza swali, kwa nini niko kwenye Genesis chapter 1 verse 3 alafu tunaenda kutafuta kupata maana yake kwenye Wakorintho wa pili 4 kuanzia 3 mpaka 6, kuonyesha kwamba Paulo anafasiri kitabu cha Mwanzo. Paul anazungumzia kitabu cha Mwanzo, ndio sababu tumehamia kule tumsikize atupe mwanga zaidi. So mambo utakayoona yakitajwa hapa lazima Paul awe ameyaona katika kitabu cha Mwanzo. Maana vitabu vingine havikuwepo nyaraka. Paul akizungumza mambo haya, hiki kitabu chenyewe kilikuwa hakipo. Nyaraka zingine hasipo. Manake hakuwa anasoma hizo ndio afasiri. Alikuwa anasoma walikuwa na maandiko matakatifu Genesis mpaka Malaki. So alikuwa anafasiri maandiko matakatifu wakati wao. Na anayafasiri kwa watu wake wa kizazi chake. So tuwe na huo ufahamu tunaposoma. Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. So anaposema Mungu wa dunia hii amewapofusha, anasemaje? Soma tena. Nasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasiamini. Lazima ni wapi anatokea? Ndio asema Mungu wa dunia hii ametokea wapi? Mwanzo. Nimesema tukisoma tuwe na picha ya kwamba anatokea mwanzo. Kama anazungumzia Mungu wa dunia hii amepofusha fikra, maana yake ametokea, amesoma Mwanzo 1 kuendelea na akaelewa mambo ya kisa liliomo wapi, utupu uliomo wapi, maji kuwa kwenye vilindi vya uso
kisa kuwa juu ya uso wa vilindi vya, so ameelewa uso wa vilindi vya maji. Anaelewa ni nini kilikweko pale kinasababisha watu kukaa gizani, inapofusha watu wasione nuru. Tuko pamoja? Glory to God. Sasa hawezi ongelea mambo hewani. Yaani Paul hawezi rudi kama anasema Mungu wa dunia hii amepofusha, ati ndiye analeta ufunuo mpya. Huo si ufunuo mpya, ni ufunuo wa Musa. Bwana Yesu asifiwe. Ni ufunuo wa Musa. Soma. Anasema isiwazukie nuru ya injili ya utukufu. Unaona anatumia neno nuru ya injili. Hilo neno nuru lenyewe amelitoa wapi? Hebu ni isiwasukia nuru ya injili ya utukufu wake Kristo, aliye sura yake. Neno aliye sura, neno sura lenyewe amelitoa wapi? So anaposema Mungu wa dunia hii, lazima ametolewa wapi? Mwanzo. Usipomuona kutokea mwanzo utafail. So kila kitu hapa, sura yake, nuru, Mungu wa dunia hii. So ni vitu ambavyo amesoma kitabu cha Mwanzo akaviona kule. Mpaka 6 mstari wa 5. Kwa maana tujihubiri wenyewe bali Kristo Yesu ya kuwa Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Mstari wa 6. Kwa kuwa Mungu aliyesema alisema wapi? Mwanzo, si ndio? Mungu aliyesema wapi? Mwanzo. Nuru itang'aa kutoka gizani. Nuru itang'aa kutoka gizani. Amesema wapi? Mwanzo. Ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu. Atupe nuru ya elimu ya utukufu. Atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu. So huu ni uchambuzi wa kitabu cha Mwanzo. Mgonjwa. Baba, katika jina la Yesu ninakuita kwa ajili ya mtoto, katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Naamurisha magonjwa itoweke na ikamwachie katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. You are free in the name of Jesus. In the name of Jesus. Pokea afya ya kiungu. Pokea nguvu za kiungu ndani yako. Sehemu yoyote ambayo inaadhiriwa sasa hivi na ugonjwa, na ileta kwa usalama katika jina la Yesu, na kuponya kwa neno la Bwana katika jina la Yesu, na kuponya kwa nguvu za Bwana, kwa mkono wa Kristo umepona kwa jina la Yesu, na kusingira na ulinzi wa Baba juu yako in the name of Jesus. Amen. 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 So Paul analeta fasiri ya kutoka Mwanzo. Fasiri yake inatokea Mwanzo. Natokea Mwanzo. So ukiangalia vizuri mstari wa 3. Mstari wa 3 wa Wakorintho wa pili 4 anasema iko wapi? Lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Kiangalia mstari wa 3. Anasema injili imesitirika, na imesitirika kwa hao wanaopotea. Injili inasitirika kwa hao wanaopotea. So inaonyesha kwamba mioyo yao iko katika hali ya kutokuamini. Sio kwamba injili imejificha wasione. Mioyo yao ndio iko katika hali ya kutokuamini hiyo injili. Mioyo yao imejificha. Mioyo yao haitaki injili, haitaki nuru, haitaki uweza wa Bwana. Sasa nasungumzia injili kwa waliopotea. Injili imesitirika kwa wanaopotea. Wanaopotea manake ni hali ya kutokuamini. Alafu kuna mstari wa 4a. Mstari wa 4a. Injili yetu
Inasemaje mstari wa 4? Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikira za wasioamini, siwasikie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Sura yake Mungu. Ja, tuangalie. So manake mstari wa 4a kama injili imesitirika, manake ni kwa hao wanaopotea. Halafu anakuja anaongelea neno Mungu wa dunia hii. Manake Mungu wa dunia hii itakuwa ni lugha ya picha. Mungu wa dunia hii itakuwa ni lugha ya picha. Mungu wa dunia hii itakuwa ni lugha ya picha kuelezea kitu kingine ambacho inaleta upinzani kwenye mioyo ya hawa watu. Mungu wa dunia hii. Kiangalia kwenye, nimeshawaambia tutafanya uchambuzi tu, tutafika huko kwenye Biblia inasema kwamba Kaini angalie kwamba kuna dhambi kwa mlangoni na muotea. Neno lenyewe dhambi si dhambi kama dhambi. Maana sasa dhambi itakuweko hadi dhambi iko mahali. Dhambi imetendwa na nani hiyo dhambi? Hadi dhambi iko mahali na kuotea. Nana kwanza ndio itwe dhambi, lazima imetendwa na mtu, si ndio? So hiyo si itwa dhambi kama ichafanywa na mtu makusudi. Sasa sema dhambi kwa mlangoni na kuotea. Ukifanya study ambapo tutafanya kwenye somo hili mbele, utakuta kwamba ni kiumbe cha kiroho ambacho kilikuwepo pale kikimfisia. Kama vile mnaona pusi akiwa na time kitu tu vile anakuanga standby. So hiki kiumbe kilikuwepo pale kikinfluence. Kinaleta influence fulani. Kinaleta misukumo fulani ndani ya huyu mtu. So kasi ya Kaini alikuwa tambue kuna kiumbe. Haya mawazo yanayonitokea si ya kiungu. Akipinge, akae kwenye neno la Bwana, arudi kwenye nuru, akae kwenye msimamo wa Bwana. Lakini aliruhusu hicho kiumbe kikamshinda na nguvu. Na mwisho wa siku akaenda akafanya nini? Akaua ndugu yake. Kuna mstari wa 4p anasema nuru ya injili ya utukufu wake Kristo. Nuru ya injili ya utukufu wake Kristo. Tuangalie, anasema isiwasikie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo. Yes, Kristo aliye sura ya Mungu. Hiyo ni 4p. Anasema nuru ya injili ya utukufu wake Kristo. So Paulo anarejea injili ya Kristo kama nuru. So injili ya Kristo ni nuru. Tunapokuwa